Hello. Bana, habari za asubuhi rafiki yangu. Umeamkaje? Natumai utakuwa upo salama kabisa na ni buheri wa afya. Aisee, Mungu aifanye Ijumaa ya leo kuwa siku bora kabisa kwako. Iwe ni siku nzuri ya furaha kama vile ambavyo ilikuwa ni sikukuu kwa upande wa Kiislamu. Kwa hiyo iwe ni siku ya furaha kote, na Mungu ajalie iwe ni mwanzo wa weekend nzuri kwako na akutie afya tele, na iwe ni sehemu ya furaha kwako katika weekend hii. Sasa bwana, tupo katika mwendelezo wa darasa letu, na leo tupo katika kujifunza ni jinsi gani ambavyo tutaweza kupata machimbo ya bidhaa mbalimbali. Sasa unapataje machimbo kwenye hii application ya Pinduoduo kama jinsi ambavyo unaona? Sasa kwenye kupata machimbo, kwanza kabisa inabidi ujue kwanza unatafutaje bidhaa. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Yaani bila kujua bidhaa yenyewe unatafutaje huwezi kupata chimbo. Kwa hiyo cha msingi ni kujua kwamba unatafutaje bidhaa au unapataje bidhaa katika hii application ya 1688. Na kama unakumbuka, katika hii application ya Pinduoduo, nilikueleza kwamba zipo njia tatu nzuri na ni muhimu ambazo unaweza ukapata bidhaa kokote katika application yoyote, hata ambayo sio hizi ambazo tunajifunza. Njia zenyewe zote ni common katika hii application ya 1688, katika hii application ya Pinduoduo 1688 Alibaba. Njia zote ni common. Kitu ambacho unakifanya unaweza kufanya katika zile application nyingine. Sasa kama utakuwa umebahatika kusoma notes zetu, nilikwambia kwamba zipo njia tatu kuu za kutafuta bidhaa katika hizi application au application yoyote ile. Na hizo njia zenyewe ambazo nilikuwa nimekwambia, kitu cha kwanza kabisa nilikwambia kwamba ili uweze kupata bidhaa yoyote, maana yake mfano unaingia unatafuta bidhaa, maybe mimi natafuta nguo, shida yangu mimi nipate tu nguo nzuri. Unaweza kaingia katika cha kwanza kabisa inabidi uingie katika category husika ya bidhaa ambayo unatafuta. Hiyo ndio njia ya kwanza ambayo ya kutafuta bidhaa. Sasa categories unazipataje? Categories bwana ni kama hivi ambavyo unaona. Mimi nilikwambia unachotakiwa kufanya kwanza, usisubiri mpaka mimi nikwambie au bwana hichi kimeandikwa kitu fulani ndio uweze kuelewa kwamba ni kitu gani. Nilikwambia kwamba uwe una translate ili uweze kuelewa kwamba hapo umeandikwa kitu gani, uweze kufanya machaguo sahihi. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona mimi hapa nimetranslate. Categories ni hizi kujua kama jinsi ambavyo unaona. Zipo categories tofauti kama ambavyo unaona hapa wanakuambia, mfano kama hizi hapa accessories, kiachana accessories kuna cell phones, kiachana cell phones kuna beauty, kuna men hapa. Kwa hizi ndizo categories za bidhaa. Hizi kujua zote hizi ni categories za bidhaa. Kwa hiyo unaangalia tu wewe mfano labda unahitaji kitu gani, then utaingia katika category husika ya hiyo bidhaa ambayo unahitaji. Kwa mfano labda tuashumu labda mimi nilikuwa nahitaji mfano labda vitu kama bidhaa za michezo. Mfano kama hapa juu ukiangalia sports ni hapa. Kwa mimi ninachokifanya niingie system ambayo amenipigia bidhaa za michezo, ina maana nitatafuta nataka nitafute nini, maybe bidhaa za michezo kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo sasa huku unapokiingia kuna categories pia tofauti. Mfano kama hapa nimeingia katika kundi la bidhaa za michezo, lakini ukiingia katika kundi la bidhaa za michezo zinatokea pia bidhaa tofauti ambazo zinahusiana na hizo na hizo sports. Kwa mfano kama ukiangalia kuna big name sports, kuna sneakers, yani wanakuletea mfano labda viatu vya michezo, kuna bike, kuna nini, yani chochote ambacho kinahusiana na sports. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaanza kuchagua bidhaa. Hiyo ni mfano wa bidhaa moja tu ambayo nimekuonyesha, lakini kama ambavyo unaona zipo categories tofauti. Kwa hiyo hata wewe ambacho unachotakiwa kufanya, utaingia na kuanza kusearch mfano labda unahitaji category gani, na utaenda katika category husika. Ukifika katika category husika utachagua pia bidhaa husika ambazo unazihitaji wewe. Twende na mfano halisi kabisa. Tuchague kwa mfano labda tuangalie katika hizi sehemu za nguo za kike. Nimeingia hapo katika nguo za kike. Ukiangalia hapa zipo nguo tofauti. Na kila ukiangalia mfano kama hivi tukitranslate utaona hapa wamekuletea pale juu nguo tofauti kama hivi ambavyo unaona. Kwa mfano labda kuna dress, kuna trousers, kuna shirts, kuna mfano labda jacket, kuna coat. Sasa hapa mimi nahitaji nguo za kike. Nguo za aina gani tena? Ndio naingia sasa naangalia. Kwa mfano kama nahitaji dress, nahitaji suit, nahitaji nini, maana yake naingia hapa. Then nachagua nguo husika ambayo nahitaji. Na maana hivi ndivyo ambavyo tunaenda katika kutafutia bidhaa kwa upande wa category. Utachagua kundi maalum husika, hilo linaitwa kundi kubwa, then utachagua kundi dogo ndani ya kundi kubwa ambalo unalihitaji. Maana kama hapa mimi nimeingia sehemu ya jeans, hivyo ndivyo ambavyo unaona nimefanya. Lakini hiyo ni namna ya kwanza kutafutia bidhaa. Namna ya pili kutafutia bidhaa katika hizi applications sio kutafuta chimbo, kutafuta bidhaa kupitia hii sehemu hapa juu. Kwa mfano kama ambavyo unaona, hii ni sehemu ya kusearch bidhaa kwa kuandika jina la bidhaa. Mfano kama hivi ambavyo unaona, nilishawahi kutafuta bidhaa imeandikwa jeans, kwa hiyo nikiandika kama hivyo zinatokea. Mfano kama unaona hapa tena, mfano labda nikiandika wigs zinatokea hapa wig tofauti. Kwa hiyo ni namna ya pili ya kutafuta bidhaa, sio kutafuta chimbo. Na ukitafuta bidhaa kwa namna hii, kwa mfano kama hapa ambavyo unaona nimeandika wig, maana yake ataniletea wauzaji tofauti wa mawig. Kazi yangu mimi hapa ni kuangalia na kuchagua. Sijawa specific nataka kitu gani. Tuanze kwa mfano labda hapa nikiandika, ngoja nikuonyeshe tofauti. Unaweza kaandika bidhaa kama vile ukaandika jina la general, ukaandika ukatafuta. Kwa mfano kama hivyo nimeandika hapa clothes, na mfano clothes for men zitatokea nguo za kiume. Lakini mfano labda hii nikiandika clothes, maana yake hapa nimeandika nguo zozote zile zitatokea. Nguo, suruali, mashati, suruali, sijui nini. Hapa nikiandika zitatokea. Lakini nikiwa specific, mfano labda nahitaji, unaweza kuwa specific, mfano labda unahitaji kitu brand kabisa, unaweza kuandika hapa. Mfano kama hivi ambavyo nimeandika Nike shoes men. Hapa nimeandika branding. Kwa kuna kitu ambacho kinaitwa kutafuta bidhaa kwa general, na kuna kile kusearch kitu brand kama brand. Kwa unaweza kutafuta brand kama hivi. Ukiandika brand maana atakuletea kitu kile kama kipo. Sasa tahadhari,
China kuna baadhi ya brands ni ngumu sana kuzipata, hasa brands kubwa. Unaweza kaandika mfano kama hivi Nike au Jordan au nini, ikaja ukaiona ndio yenyewe, lakini ukisearch au ukiangalia vizuri ni tofauti kabisa na brand nyingine, kwa sababu hiyo ni brand ya Kichina au ile brand yenyewe kabisa ambayo unaifahamu. Kwa hiyo kuhusiana na masuala ya brand, ndugu yangu, China kwa makini sana. Kwa hiyo hiyo ni namna ya pili ambayo tunatafuta bidhaa katika hii application. Namna ya tatu ambayo tunatafuta bidhaa huko sasa, badala ya kuandika jina, basi tunaweza kutumia picha ya bidhaa ambayo tunahitaji. Sasa na hapa kwa mfano labda tuashumu hii sehemu ya picha, maana yake ni kwamba mimi kuna hii bidhaa, hii sehemu ya picha unaweza kufanya kwamba una bidhaa mfano labda ipo ndani ya simu yako, kama vile ambavyo unaona nina picha ambayo ipo ndani ya simu yangu. Kwa ambacho mimi nakifanya, nitaandika picha, nitaweka picha ya bidhaa hiyo, alafu itafanya nini, itatokea bidhaa kama hiyo au bidhaa ambazo zinafanana hiyo kama ipo. Kwa mfano kama ambavyo unaona hapa, najaribu kutafuta mifano ya nguo tofauti tofauti kwa kupitia picha, na kama ambavyo unaona wanaangalia, wanakuletea kile kitu ambacho wamesense, bwana hichi kitu kipo, ndicho kitu ambacho unakihitaji. Unaona mimi nimeweka ile koti pale, lakini wameniletea vitu tofauti tofauti. Kwa wao wanaangalia kile kitu ambacho wana sense kwamba ndio chenyewe au sio chenyewe. Mfano kama ukikumbuka pale wakati natoka, lilikuja ile koti lenyewe kabisa. Hapa najaribu pia kuweka picha ya nguo tofauti tofauti, kama ambavyo unaona wanakuletea kile kitu either chenyewe au ambacho kinafanana na kile. Hii ni namna ya nini. Lakini chingine kupitia hii sehemu, kwa mfano labda una bidhaa ipo mbele, unahitaji kuipiga picha, jinsi ya kupata, kwa mfano kama hivi ambavyo unaona mimi na search hapa, hii product nimepiga picha. Hii ni mic yangu ambayo naitumia this time, lakini nimeipiga picha hapa, na ambacho inafanya application itatafuta hii mic, then kama ipo kama hivyo ambavyo unaona imesense kwamba ni mic, then zinakuja hapa hizo mic. Maana yake mimi ninachokifanya, nachagua kitu ambacho nakitaka. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nafanya. Unaweza kupiga picha ya bidhaa au unaweza kaweka picha ya bidhaa ambayo ipo kwenye simu yako ukasearch, na kinachotokea hapa zinatokea either bidhaa ile kama ipo au bidhaa kama ile. Umeelewa rafiki yangu? Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunafanya katika kutafuta bidhaa. Sasa hiyo ni kutafuta bidhaa, sio kutafuta chimbo. Sasa unapataje chimbo la bidhaa? Mfano kama hivyo umeshaziona bidhaa na unafahamu kwamba hivi na hivi. Sasa ili upate chimbo inakuwaje? Kupata chimbo la bidhaa, njia ya kwanza rahisi kabisa ya kupata chimbo la bidhaa, au katika hizi njia tatu za kutafuta bidhaa, njia ambayo inaweza kukusaidia kupata machimbo ya bidhaa ni kwa kupitia hii njia. Ni hizi njia mbili ambazo nakupatia. Kwanza kabisa rahisi kabisa ni kwa kupitia hii njia ya kuweka ya kuweka bidhaa katika kamera yako kama hivi ambavyo unaona. Yaani uzuri wa kuweka bidhaa katika kamera kama hivi ambavyo unaona ni kwamba watakuletea maduka yote ambayo yanauza bidhaa hiyo. Kwa hiyo unachokifanya katika kuchagua hiyo bidhaa, unaangalia tu ni nani ambaye anakuuzia kwa bei rahisi. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona hapa, mimi nimeweka hiyo hapo. Kwa hiyo maana yake hapa naulizia wauzaji wote ambao wanauza hii bidhaa, niletewe nionyeshwe. Kwa mfano kama ambavyo unaona, nitaangalia sasa hapa. Kwa hiyo huyu mfano labda anauza yuan 5, huyu anauza yuan 6, huyu anauza yuan 6, 66677. Maana yake hapa ninachokifanya kwa haraka haraka naangalia mwenye bei ndogo, alafu ndipo ambapo naenda. Kwa hiyo haraka haraka nikiangalia kwa mwenye bei ndogo ni huyu hapa ambaye mwenye yuan 5. Lakini pia katika kusearch hizi bidhaa hizi ambazo zinakujaga hawa wajiujui wao ambao wanatokea, hawa ndio watu wa consider zaidi kuliko ukiendelea huku chini. Unaweza kukuta kweli huku chini kuna bei nzuri, lakini quality zao mara nyingi zinakuwa sio nzuri za bidhaa. Kwa hiyo consider zaidi, mfano kama hapa unavyoona huyu ana yuan 3, anauza yuan 3. Kwa hiyo consider zaidi wale wa kwanza. Lakini unaweza usitulie kama hivi ambavyo unaona, utakuja utatafuta, utaangalia kama product ni nzuri. Na maana kwa mfano kama huyu hapa anaonekana na yuan 3, lakini anaonekana anauza sana, kwa product yake ni nzuri. Hayo mengine nitakwambia baadaye. Kwa sasa nakufundisha jinsi gani ya kutafuta machimbo. Kwa hiyo chimbo maana yake ni sehemu ambayo nitapata bidhaa kwa bei ya chini. Kwa hiyo nitaangalia kama hivyo, na maana nikipenda bei yake, sasa naendelea kumkagua quality ya bidhaa zake. Kwa hivi ndivyo ambavyo tunafanya katika kutafuta machimbo. Namna ya kwanza hiyo, fananisha bidhaa ili uweze kupata wauzaji wale wa bidhaa hiyo uweze kupata bidhaa nzuri zaidi. Lakini namna ya pili sasa ambavyo tunafanya katika kupata chimbo la bidhaa, kwa mfano kama ambavyo unaona mimi nimeandika hapa labda wig. Njia ya pili ambayo tunaifanya, unaona katika hii sehemu hapa nimeandika wigi zimetokea sehemu tofauti tofauti, na huku juu kuna hizi option. Sasa huku juu ndio sehemu ambayo inakusaidia wewe kupata option zaidi. Naomba tu translate nikuonyeshe namna nzuri ya kutafuta bidhaa hizi sehemu. Kama ambavyo unaona nimetranslate hapa na zimetokea maana tofauti tofauti za hizi bidhaa. Sasa ili uweze kupata chimbo katika hizi sehemu, cha kwanza kabisa chimbo tunaweza tukapata kwa kupitia namna mbili. Kwa mfano unaona kama hapa ambavyo wamekwambia, ukiangalia katika hii picha kuna hii sehemu wamekwambia hapa New Year's Shopping Festival Sale. Unaona hii sehemu ambayo wamekuwekea hichi kialama, maana yake ni kwamba hii ukiona kialama cha moto katika hii application ya Pinduoduo, maana yake ni kwamba hizi ndio bidhaa ambazo, yani ukibonyeza hapa wanakuletea zile bidhaa ambazo zinaenda sana, zinatoka sana. Kwa hiyo reason ya kwamba hizo bidhaa zinatoka sana is either zinauzwa kwa bei ndogo au ni nzuri sana, hata bei yake inaendana na kiwango cha quality yake, inaendana na bei yake, ndio maana zinauzwa sana. Kwa hiyo ukiona hichi kialama cha moto, maana yake ni kwamba hizi ni bidhaa ambazo zina trend sana, yani ni wigs ambazo zinauzwa sana. Kwa hiyo utakuja utaangalia kwa nini zinauzwa sana, maana yake ni kwamba either bei yake ni nzuri au bei ni ya kawaida, lakini quality ya hicho kitu ni kizuri. Kwa hiyo chimbo sio lazima upate bei nzuri, au eti chimbo, maana chimbo ni kwamba sio lazima upate bei ya chini. Hapana, chimbo ni sehemu ambayo utaenda kupata kitu kizuri kwa bei nzuri. Hiyo ndio maana ya chimbo. Usinukuu au usikariri kwamba eti chimbo mimi naenda kupata. Wewe ni mfanya biashara, usitake tu vitu vya bei ya chini.
tafuta vitu vyenye thamani uweze kuja kuuza. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo inakupeleka wewe kwenda kupata zile bidhaa ambazo zina trendi kabisa. Ukiingia katika hii sehemu, kwa utachagua kama vile ambavyo pia sasa umeachana na hiyo sehemu nyingine ambayo itakusaidia wewe, sehemu nyingine ambayo itakusaidia wewe kupata chimbo la bidhaa ni kama hivi ambavyo unaona. Nita translate tena hapa nikuonyeshe wapi ambapo unaweza kupata chimbo la bidhaa. Wewe nikwambia acha kuwa mvivu ku translate. Translate ndivyo jinsi ambavyo kuna vingine hapa mimi nitasahau kufundisha, lakini kwa sababu usipokuwa mvivu unaweza ukajikuta ukapata hata sehemu ambazo ni zaidi ya kile ambacho mimi nimefundisha. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona hapa, tena nimejaribu mimi ku translate, na nikitranslate hapa kitu ambacho unakiona kinatokea hapa juu, kuna hii sehemu anakuambia sales volume, kuna hii sehemu anakuambia price, kuna hii sehemu anakuambia brand. Sasa sehemu ambazo zinatusaidia sisi kupata nikuelekeze hapa juu ni vitu gani ambavyo unaenda kupata kwa bei rahisi zaidi, au sehemu ambayo unaenda kupata na nili. Kwa mfano kama hapa alipokuandikia price, hii sehemu ya price ndio sehemu ambayo unaenda kuchagua either upate bidhaa za bei ya juu au upate bidhaa za bei ya chini. Na ukibonyeza hii sehemu, unaona hapa kuna sehemu umekuwekea kialama cha juu, lakini umekuwekea pia kialama cha mshale wa kuelekea chini. Hapa umekuelekeza kwamba ukibonyeza hichi kimshale cha juu, price ambayo inaonekana kama vile price afu inaonekana kama kimshale kimeenda juu, hii unaenda kukutana na bei ambazo, mfano labda nimetafuta wigs, hapa wanakuonyesha wigs ambazo zina bei rahisi. Lakini ukiweka hichi kimshale kikaelekea katika alama ya chini, maana yake ni kwamba watakuonyesha prices za wigs ambazo zina bei ya juu. Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunafanya. Lakini kwa mfano kama hii sehemu ambayo unaona hapa wamekuandikia nini? Wamekuandikia brand. Hii ni sehemu ambayo kwa mfano unatafuta bidhaa kama vile brand kubwa kubwa, tuwashumu iPhone au vipi. Ukiingia hapo ukiandika iPhone, zitatokea wauzaji wengi wa iPhone. Lakini ukiingia hii sehemu ya brand, maana yake watakuletea zile brand kabisa, yani unaenda duka kabisa brand au vipi kama vipo. Kwa hiyo twende tukaangalie kwa mfano. Kama hivi ambavyo nilikwambia, hii ni sehemu ya ile price. Kwa mfano hapo ukiangalia kuna 16, kuna 25, kuna 32. Then now nimebadilisha, nimeweka hichi kisehemu hapa zimekuja sasa kama ambavyo unaona kuna yuan 9, yuan 18, yuan 19, yuan 19. Kwa hizi unaangalia bei kwa namna hiyo. Yaani hizi ni zile bei wigs zenye bei ya chini. Lakini nikibonyeza tena kama hapa ambavyo unaona, watabadilisha, wataniletea zile wigs zenye bei kubwa kabisa. Kwa hiyo mimi naangalia nataka nini. Na hapo tofauti wake ni kwamba wametofautisha pia hata kwa quality ya hicho kitu ambacho unatafuta. Kwa hiyo kwa mfano labda unatafuta zenye bei ya chini, ukiangalia hapa utakuletea kweli, yani ni wigs tofauti na hizi. Kwa hiyo utaangalia sio kwamba ni wigs mbaya, lakini ni wigs zenye bei chini. Kwa hiyo utaangalia hapa utaona kwa hiyo utachagua uingie kwa muuzaji gani na utaendelea na process nyingine. Hivi ndivyo ambavyo tunapata machimbo. Kwa hapa nikiangalia maybe mwenye bei nzuri, kuna huyu hapa yuan 9, kuna mwingine hapa labda yuan ngapi, inategemea. Lakini sasa hapa siwezi kufananisha kwa sababu wao wote ni wauzaji wa wigs tofauti. Maybe ningekuwa nimepata wigi la aina moja, ningeangalia ni yupi ambaye mwenye bei ya chini zaidi ndo niingie. Kwa hivi ndivyo ambavyo tunatafuta hivyo. Na nikwambia kuhusiana na brand, maybe ukiingia kama hapa utakutana na brand mbalimbali ambazo wanauza mawigi. Kwa mfano kama hivyo ukiangalia majina ya brand zenyewe ni zile kule juu. Utaona kuna hili mfano kama hapa wanakuambia kuna modified nini, kuna female, kuna hair, kuna styling. Yani naona hapa hawajatuletea brand, lakini hii ni sehemu ambayo ukiandika kama hivyo wanakuletea brand kabisa ya bidhaa. Sijajua kwa nini kwa bidhaa hii hawajaleta majina, lakini hivyo ni expect hapa nikute labda Brazilian au nini hivyo. Lakini hii ni sehemu ambayo ukiandika wanakuletea brand kabisa za majina. Ila hata hizi sehemu ukiingia utaona zinakubadilishia options tofauti kutokana na kitu ambacho wamekiandika pale. So hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunapata machimbo ya bidhaa katika upande huu wa 1688. Tumia picha ya bidhaa kupata chimbo zuri zaidi. Kwa mfano kama hivi ambavyo unaona, nikitumia nili picha, maana yake nitatafuta bidhaa yenye bei moja, nitachagua yule muuzaji mwenye bei ya chini zaidi, au nitatumia kuandika jina la bidhaa, then nitaingia hizi sehemu ambazo mimi nazitaka. Kwa mfano kama vile ambavyo nilikwambia, tuachumla labda natafuta handbags. Kwa nitakachokifanya, nitaingia hii sehemu ya nitaingia zile sehemu za kutafuta zile sehemu ambazo nilizokuwa nimekutajia. Either nitaingia hii sehemu ambayo inaonyesha bidhaa ambazo zina trend zaidi. Kwa huku nikiangalia nitaona kuna hadi ambazo zina bei ya chini, mfano kama hii hapa 10, au la nitaingia sehemu ambayo inaonyesha sehemu ya price, ikiwa ina bidhaa zenye price kubwa na bidhaa zenye price ndogo, niweze kuchagua handbag ambayo naitaka. Kwa hivi ndivyo ambavyo tunafanya katika upande wa Pinduoduo. Sasa twende tukajifunze pia katika upande wa applications nyingine, jinsi gani ya kutafuta bidhaa na jinsi gani ya kutafuta chimbo ya bidhaa. Karibu sana Chochi, tuna furaha kubwa kuwa nawe darasani.